kila hali wewe ni Bwana, katika kila matamanio wewe ni Bwana, katika Bwana kuwaza kwetu wewe ni Bwana. Na kwa hivyo hata dakika hii Mungu tunayengojea ili tukusikie, tunakusikia maana wewe ni Bwana wetu. Tunanyenyekea mikononi mwako tukiwaachilia nafsi zetu na milio yetu, ili kama Bwana ukatulishe, ili kama Mungu ukatuonekanie. Mungu wa milele, hatungojei farasi, hatungojei gari za vita, lakini tunakungojea wewe uishie milele, kwa sababu katika jina lako mambo yote yatendeka. Asante kwa ukuu na utukufu wako. Tubariki Mungu tunapokungojea, kwa maana wewe ni mwaminifu. Tumeomba kuamini na kushukuru, tukikuinua na kukubariki katika jina la mwanao Yesu Kristo. Tumeomba kuamini na kushukuru. Haleluya! Tupigie Bwana makofi mazuri. Haleluya! Wewe pigia Bwana makofi mazuri, alafu upigie Bwana makofi kwa sababu ya waibaji wetu. Haleluya! Na tunaweza kukaa chini kwa sababu ya utukufu na wema wa Bwana wetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa wakati huu nataka kuwasalimia mara tena. Hamjamboni. Bwana asifiwe. Amen. Mungu wa milele awabariki. Nimekuja hapa mbele zenu ili tuweze kugawana neno la Mungu, na najua ya kwamba Mungu ni mwaminifu, atatulisha na tutainuliwa na tutaenda kama watu waliobarikiwa katika jina la Yesu. Mwanzo kabisa, kabla sijanena neno lolote, nataka kuchukua wakati huu wa shukrani ili nikaweze kumshukuru pastor wangu, Pastor Jeffrey Macharia, na mke wake Pastor Consolata, kwa sababu ya nafasi hii nafasi ya maajabu. Haikuwa ni kawaida kuhubiri kama wamekaa chini. Inakuwa ni hatari kubwa, lakini wanajitoa na wanatupatia, maana wanatupenda. Na kwa hivyo ninanyenyekea ninaponena neno la Bwana. Nilikuwa nimesimama mkiwa umeketi, na kwa hivyo usikie nina shukrani yote. Mungu aweze kuwabariki na kuwatenda mema. Pia nashukuru kwa sababu ya aposto na wachungaji wale wengine. Sio mimi nafaa sana, lakini ni wakati wangu na mimi niweze kusimama, na kwa hivyo msikie kwamba na waheshimu. Mungu wa milele aendelee kuwabariki na kuwainua katika jina la Yesu. Siku ya leo tuko katika maombi. Bwana asifiwe. Na nina shangaa, maana ninasikia wengi wanasema, wengine hata uko nje, kila Januari sisi hufunga na tunaomba. Bwana asifiwe. Hiyo si kawaida. Bwana asifiwe. Amen. Kupata nafasi kama hii sio nafasi ya kawaida. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo sisi hatuko katika kawaida ya dunia, tuko wakati wa kumwomba Mungu na kumtukuza na kumuinua. Bwana asifiwe. Na kutoka asubuhi tumenenewa kwa njia kubwa habari ya kuomba, na nafasi hii ni nafasi gani, na tumenelewa kwa uzito asubuhi na mchungaji wetu, na tukaambia kwamba Mungu mwenyewe hutubebea mizigo, Mungu hutufungulia milango, Mungu hutupigania katika vita, Mungu huchukua shida zako na yeye kukutendea makuu katika jina la Yesu. Kwa hivyo katika haya maombi tutaweza kumwona Mungu akitufungulia milango, Mungu akitubebea nafasi, na kwa hivyo sisi ni watu waliobarikiwa. Na kwa hivyo nilikuwa nataka siku ya leo tuingie katika nafasi fulani ya kuelewa kwa nini tuko tunaomba, na wakati tunaomba ni kitu gani kinafanyika. Bwana asifiwe. Kwa sababu sio kawaida ya dunia, na kama hatuombi kamwe kabisa, na kama tunakaa bila kuomba na kuchukua kama siku ya kawaida, ni vitu gani zinaweza zikafanyika? Bwana asifiwe. Na tutakapoelewa why do we pray, na tujue what is the importance of the prayer, tutakayoweza kujua na kujua inafanya kazi na inafanya nini ndani ya maisha yetu, kama vile tuliambiwa inatubebea mizigo, tutakuwa waombezi ambaye tuko na nguvu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ningetaka siku ya leo timu yangu kama kuendelea na vile mchungaji alikuwa akinena, na wachungaji waliosimama hapa wote wameguza katika
katika hiyo laini hiyo, nataka tuone the fruit of a prayer. Bwana asifiwe. Ni matunda gani tunayetarajia wakati umeinama, wakati umejitolea kuomba? Ni matunda gani ambaye unayengojea? Kwa sababu huwezi kufanya kazi ambayo haina matokeo. Bwana asifiwe. Na mara mingi kama binadamu sisi tunafanya kazi tukingojea matokeo mema, na ninakwambia kwamba muombezi wote angojee matokeo ya Bwana. Kama dili you are praying, niko na shwari kama Mungu alitenda kwa wengine, hata wewe atakutendea, kwa sababu ni mwaminifu. Na Paul, mtumishi wa Mungu aliyekuwa anaitwa Paul, alipokuwa akitembea makanisani na kuhubiri, kitu cha kwanza alikuwa ni muombezi wa kanisa. Bwana asifiwe. Na Paul alikuwa anataka watu wote washikwe na ugonjwa wa kuomba, ili waweze kufika mahali mtiririko wa maombi iwe kama lifestyle ndani yao. Bwana asifiwe. Kwa sababu hawezi akaweza kuombea kanisa kila wakati, anataka inoke mahali imekaa, isimame mahali ya kujiombea. Bwana asifiwe. Na ningetaka kuingia katika kitabu cha Wafilipi. Sisi zote tunajua katika kanisa ya Wafilipi, Paul aliwanenea sana maombi hata kuliko kitu kingine chochote, kwa sababu ni kanisa alikuwa anaitarajia ijengwe katika maombi na nguvu za Bwana, ili kaweze kupasuka na kwenda mbali katika jina la Yesu. Na katika kitabu cha Wafilipi tutasomewa na Brother Jenga atusomee Wafilipi 1 hapo 9 hadi 11, na Mungu atakubariki. Haleluya. Na tumeanza kuhubiri, kwa hivyo ukai chonjo, maana tunaweza kumalizia kwa wakati wowote, na ninataka ubarikiwe. Twende kwa Wafilipi 1 hapo 9 na hadi 11. Amen. Ni katika kitabu cha waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi sura yake ya 1 mstari wa 9. Biblia inasema kwamba, na hii ndiyo dua yangu, kwamba pendo lenu kwamba pendo lenu lizidi kuwa nyingi sana katika hekima na ufahamu wote, mpate kuyakubali yaliyo mema, ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo, hadi mmejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo, kwa utukufu na sifa ya Mungu. Lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza Injili. Amen. Hata tukifa hapo. Bwana asifiwe. Huyu ni Paul, alikuwa ananenea hili kanisa la Wafilipi. Kwa Kizungu anasema hivi: this is my prayer, hii ndio ombi langu, that your love may be reborn more and more in knowledge and deep in and depth of sight. Alikuwa anasema ya kwamba mimi nawaombea katika upendo wenu mukajazwe na wingi na uzito wa neema wa kuelewa katika wema wa Mungu, na muweze kuwa watu wenye maono mazuri, muwe na discernment, muweze kuyaona yale Mungu amewatendea. Huyu ni Paul, alikuwa ananenea hili kanisa. Alikuwa anajua hili kanisa kama Mungu anaweza kuifungulia, kuchukua mioyo yao na kuwainua na kuwafungulia neema yake, wakaweze kuwa ndani ya Mungu na kuelewa ya kwamba na kuelewa mengi na uzito wa wema wa Mungu ulio ndani yao, kwa sababu katika kuomba kuna kufanya mambo mazito ya Mungu yakaweze kuachiliwa ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Na tunajua haya kwa sababu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyetoka kwa Mungu
asifiwe. Kwa sababu alielewa kutokana na uzito na nguvu za Mungu, kuna mambo yaliyo ndani ya Mungu anastahili kuwa na fahamu nayo. Hata kama alikuwa kwenye enzi na huyo ni baba yake, alijua zaidi kuna mambo ninastahili kama ninaenda katika huduma nikaweze kuyapata. Bwana asifiwe. Huyu ni Yesu. Yeye alitoka katika kifua cha baba yake na alijua siwezi nikaweza kuendelea kama sijapokea nguvu hizo kutokana kwa Bwana, na kwa hivyo akaenenda pembeni ili akaweze kumwomba Bwana. Na kwa hivyo tunaweza kuona haya ya kwamba katika maombi kuna nguvu zisizo za kawaida Mungu wetu anawachilia. Na kwa hivyo kama vile uliingia, sio kama hivyo utatoka, kwa sababu wakati Yesu alitoka, hata alipokutana na Ibilisi alikuwa na hekima iliyokuwa sio ya kawaida. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ninatazama watu walioingia kwenye maombi wakiwa na mambo mazito, wakiwa na milango haiko imefunguka, ya kwamba tutakapotoka kwenye hii maombi hatutatoka vizuri. Bwana asifiwe. Ni lazima tutabadilishwa, ni lazima tutaweza kupokea baraka zake Mungu katika jina la Yesu. Na kwa hivyo haya ndiyo matunda ambaye tunapokea wakati tumeingia kuomba. Tunapokea vitu vilivyo ndani ya Bwana, the deep things of God. Tunafunguliwa milango na tunapata kuweza kuona hata mambo ambaye yaliyonenwa na Bwana yaliyotumika ndani yetu na hatukujua. Kwa sababu ukiweza kuomba na ukiingia na upokee revelation, utajua hata kama wewe ni mgonjwa, you are healed. Kwa sababu Biblia inasema kwa mipigo niliyopigwa nyinyi mlipona. Na kwa hivyo wewe utaproclaim hili kwa Bwana, utaitisha uponyaji, maana unasema hata kama naonekana nimepona, hata mimi ni mgonjwa, tayari kwa mipigo nimepona. Hakuna mwenye anaweza kuelewa amepona kama bado hajafunuliwa ukuu na utukufu wa Mungu ulio ndani ya Mungu. Na kwa hivyo tunapoomba, Paul aliwaombea kanisa hili ili ikaweze kujazwa na hekima, ikaweze kujazwa na hekima ila kumuelewa Bwana. Tunaweza kuona ya kwamba wakati tunaomba, haleluya, maombi yanaleta security. Bwana asifiwe. Mambo mengi ambaye yanaweza yakaadhirika wakati tunaomba, tunajikuta ya kwamba Mungu wetu ameyazingira. Ukuu wa Mungu wetu umewazingira. Kwa nini? Kwa sababu tunapoanza kugonga milango ya Bwana na kuomba, Mungu mwenyewe hutusikia. Bwana mwenyewe huanza kucommunicate nasi. Mungu mwenyewe huanza kutukaribisha. Na kwa hivyo wakati mumetangamana na unaomba, Bwana anaweka kizingiti kikubwa ndani ya maisha yako, unakuwa na security. Bwana asifiwe. Na tunaona security hiyo katika kitabu cha Luka 22. Tusomee mstari wa 39 na 40. Bwana asifiwe. Tuone vile security ile ya maana ndani ya maisha yetu. Hatuwezi kutoka hapa bila security, kwa sababu tumeingia katika eneo lililo na utukufu mwingi wa Bwana. Tusomee Luka 22 hapo mstari wa 39 na 40. Amen. Katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 22 mstari wa 39. Akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake. Wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga na kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu mbali yako yatendeke. Amen, amen. Hapo ni sawa. Bwana asifiwe. Katika mstari wa 40 tunapotazama,
Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake aliwanenea, maana alijua. Na kutoka mwanzo tuliona ya kwamba Yesu kabla ya kuanza kuhubiri alienenda mlimani wakaweza kushikamana na Bwana. Na kwa hivyo haya maneno hayaneni yeye mwenyewe kutokana na yeye, ananena kutoka enzi kile kilicho kinamfaa mteule wa Bwana. Na kwa hivyo akawaambia, ndugu zanguni, kaeni mkiomba, msije mkaingia kwenye majaribu. Bwana asifiwe. Na tunamuona yeye alipohisi wakati wake wa kusurubiwa, yeye aliwawaka kama demonstration, akaenenda mahali pa kutupa jiwe, akapiga magoti, akamwangalia baba yake, akaanza kunenea baba yake. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kuna siri hapa. Wewe unapoendelea kuomba, hakuna kitu chako chochote kitaingiliwa na shetani na ibilisi, kwa sababu huwezi ukaendelea kuomba na ukaingia kwenye majaribu. You are secure. Wakati tunaendelea kuomba, sio kufunga tu na kuomba. Sisi ni watu walio secure, watu waliolindwa, watu ambaye nguvu za Mungu zinatembea mwisho wao na mwanzo wao. Bwana asifiwe. Upande wa kushoto na upande wa kulia, kwa sababu waombezi wako katika mpangilio wa Bwana. Na kwa hivyo as we continue pray, tuendelee tukijua ya kwamba we are totally, na ninaita totally secure, kwa sababu hauwezi ukaangamia ukiwa chini ya mwenye nguvu. Bwana asifiwe. Kwa sababu nguvu na mamlaka yote iko juu ya Bwana. Na kwa hivyo kitu cha kwanza kujua ni kwamba tunaingia katika upendo mzito wa Bwana. Haleluya. Na kuna mambo Mungu anawaachilia. Na kwa mfano, wakati Mungu anaachilia hekima, wakati Mungu anawaachilia discernment, Bwana asifiwe, unaanza kuelewa ya kwamba mimi sio mshindwa, lakini I'm more than a conqueror. Bwana asifiwe. Wengine wanaweza kuwa wanastuka, lakini wakati umeshikana na Mungu, chochote unenacho kinatenda kazi. Bwana asifiwe. Kwa sababu Bwana amewachilia nguvu ingine ambaye uliingia na ukaipata, kama hii iliyokuwa na Yesu, ya kwamba alikuja lakini ana nguvu zisizo za kawaida. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo tukaona hata security, upande wa kuwa secure, sisi wenyewe tunakuwa na security. Kitu kingine nataka tuangalie, tuone maombi yanaleta restoration. Bwana asifiwe. Urejesho. Mungu atakurejesha. Watu wengi huanga they are broken. Wengine wamefika katika part of their end. Mumefika mahali hakuna kurudi nyuma. Lakini Mungu anasema, Biblia inasema tutakapoomba Bwana ataturejesha. Sijui ulifika wapi. Yes, inaonekana haiwezekani, lakini I'm assuring you, ukiendelea kuomba Mungu atakurejesha. Bwana asifiwe. Na haya maandiko tunayaona katika kitabu cha Samueli. Hili kitabu ambacho tunajua sana habari ya Hana. Hana alikuwa amevunjwa na dhihaka. Tunajua ya kwamba watu wengi waliodhihakiwa wanaelewa, maana mwenye kudhihaki anakujua 100%. Anajua ya kwamba haukuoleka na hii miaka inaenda 50. Anajua kila wakati anashinda akikwambia, sasa hata kama ungekuwa unataka kuolewa huwezi. Anaenda akisema mbele yako, huyu hapatani watoto. Kwa hivyo kila siku ana broke your heart. Wewe unakuwa ni mtu ambaye pieces zako ziko huko, haziwezi zikaregea. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo hata kama Elikana alikuwa anamwambia Hana, ninakupenda mara 10, Hana
Hannah was a very very broken woman. Bwana asifiwe. Yeye peke yake ndiye angeelewa, lakini alijua kitu moja, kuna siri, mimi nitaenda mbele za Mungu, hata kama wengine hawanisikii, yeye atanisikia. Na uzuri wa Mungu kukusikia, ana kila chochote unachohitaji. Hata kile unacho yeye ndiye alikupatia, hata vile ulivyo yeye ndiye amekufanya, na kwa hivyo kile unahitaji yeye atakupatia. Na kwa hivyo Hana alipo break na akaenda mbele za Mungu na akafunguka, hata machozi yake ikaanza kumwagika, kwa sababu yeye alikuwa kwa baba yake. Mungu akamrejesha, akamfanya mama aliyokuwa tasa, mama wa watoto saba. Ninajua ninakunenea wewe uliovunjwa na nyumba yenu, wewe uliovunjwa na mkeo, wewe uliovunjwa na bwana, umevunjwa na wazazi wanakuambia wewe ni wa dini na uwezi. Haleluya. Huwezi ukaambia mtu, kwa sababu kila mtu anakuambia wewe ni mtoto unastahili utii. Wanasifikiri hawawezi wakaelewa uzito, lakini katika huo mwisho uliobaki tu kuanguka na kuvunjika na kusaulika, wakati huu enda kwa Mungu. Sikwambii muende kama kanisa, go. Yeye aliwacha Elikana, akawacha watu wale wengine, akaenenda yeye peke yake. Kuna urejesho ndani ya maombi, na ninajua kama kanisa wengi wetu tutakuwa na tabasamu after this. Wengi wetu tutakuwa tuna furaha na nyimbo za sifa after this, kwa sababu tunajua hapa ndio asubuhi tuliambiwa bring all the burden, lete mizigo yote ulio nayo. Yesu alikuwa amefungua mikono yake, ulete mizigo yako, lakini anakuambia pia yeye ni Mungu mwenye kurejesha. Haleluya. Tunaweza kukosa tukaregeshwa wapi? Pengine wewe ulikuwa unamwamini Mungu ukarudi nyuma, God atakurejesha mahali ulikuwa, atakurejesha. Wewe enda tu umwelezee, kwa sababu kitu ninafurahia kwa Mungu, yeye hukufungulia masikio, yeye hukutazama, yeye hukungoja. He is waiting for you. Na najua ya kwamba Mungu wetu atatubariki. Kitu kingine, kwa sababu nataka tuende haraka, na ninajua tutabarikiwa, na ninajua tunaendelea kuomba. Kitu cha nne ambaye kinafanyika wakati tunaomba ni sababu tunaingia katika fellowship na Mungu. Haleluya. Tunaingia katika ushirika mmoja na Mungu. Kila wakati tunaitana, tuna fellowship pamoja, tunamnenea, anatujibu, tunaendelea, tunainuana, tunamsifu, anatuinua, tunakuwa katika fellowship. Unajikuta sababu ya kuingia na kuomba na kumwamini, kila wakati uendapo mtihani unakumbuka kumwimbia, unanena maneno yake, because you are in fellowship. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo fellowship ya kwanza ile inatufanya tuunganishe fellowship nyingine ni kutangamana na Mungu na kuwa katika ushirika moja naye. Na tunamuona mtu, na tunaweza kwenda katika kitabu cha Ayubu 1:4-5. Tusomee ndugu yangu, Ayubu 1:4-5. Job 1:4-5. Amen. Katika kitabu cha Ayubu sura ya kwanza aya yake ya 5, Biblia inasema kwamba basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, kisha akarauka na mapema asubuhi na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, humkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Ilikuwa siku moja ambayo hawa wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Haleluya. Hata tukikisha hapo, my brother, Mungu akubariki. Tunamuona huyu Ayubu
ni mtu ambaye alikuwa mshirika wa Mungu, kwa sababu alikuwa anamuinua Bwana kwa maombi. Kwa sababu tunapoomba tunakuwa na direct conversation na Mungu, tunaanza kushikamana, tunaanza kusikizana, tunaanza kwa kuelewana. Na kwa hivyo Biblia inasema hata Mungu angemshuhudia Ayubu, naye Ayubu angemshuhudia Bwana. Bwana asifiwe. Tukipata fellowship pamoja, Mungu hukushuhudia Sister Carol, na wewe wakati uko mahali unashuhudia Bwana. Na kwa hivyo hata wakati shetani alikuja, Mungu alimshuhudia Ayubu. Sijui kila mmoja tungependa Bwana akiwa mbinguni anakushuhudia, kwa sababu wakati anakushuhudia anakuelewa mahali uliko na vile unafanya na mahitaji yako. Bwana asifiwe. Na wewe wakati unashuhudia Bwana, unasema yale yalikutendea, yale umemuitisha na vile ataweza kukutendea. Na kwa hivyo tunamuona Ayubu, kila wakati yeye na Bwana walikuwa kitu moja, kwa sababu walielewana vizuri. Na kwa hivyo tunaona hata Ayubu wakati Ayubu anasema wakati watoto wake walikuwa wanaenenda katika furaha, wanaenenda katika chakula za nje, yeye Ayubu alikuwa ananenea Mungu na kumwambia walinde. Bwana asifiwe. Linda watoto wangu. Kwa hivyo wakati tuko na fellowship na Mungu, tunaweza kunenea majira inayokuja, tunaweza kunenea mambo hayajazaliwa, tunaweza kunenea mambo ambayo hata hayajachipuka. Huyu ni Ayubu, alinenea watoto ambaye hata hawajulikani, hata hakuna kuelewa vile wanafanya, lakini ananena baraka hata kabla hawajafika mahali pale. Na wakati tuko na fellowship mzuri, tunanenea watoto wetu wakiwa shule, tunaitisha baraka wakienenda na njia, tunanenea marafiki zetu baraka za Bwana, kwa sababu tuko na kibali cha kunenea hata future. Bwana asifiwe. Tuko na kibali cha kunenea hata mambo yanastahili yakuje, hata yaliyonenewa tunayaitisha katika jina la Yesu. Na kwa hivyo katika maombi unapata kibali cha kuitisha maneno ambaye yalinenwa juu ya maisha yako, na maneno yaliyo na faida juu ya nafasi yako, na hata unatuma baraka umbali wa mahali uliofika ya upana wako, ili watoto wako, marafiki zako unaweza ukatuma. Kama vile leo tumeombea watoto walio mbali, tunawaitisha mahali walipokuwa, kwa sababu Mungu ametupatia kibali cha kuitisha hata kilicho mbali. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo hatutatoka kama vile tulivyo, na kwa hivyo tunajitayarisha, kwa sababu kuna mambo yatakayepatikana katika haya maombi. Na kwa hivyo wakati tunakuwa na majira kama haya, ni majira ya mabadiliko, ni majira ya kuinuliwa, ni majira watu watakapoona tukitoka kutoka 2021 tutakuwa watu tofauti kabisa. Tutakuwa watu ambaye watu wakiwaona wanasema hakika hawa wamekutana na Mungu wao. Kwa sababu chochote umebeba kutoka asubuhi tunakikasi kwa Mungu, hatutarudi naye. Bwana asifiwe. Machungu ulio nayo Bwana atakuja kukurejesha. Na kwa hivyo tunaona watu waliovunjika watarudi wakiwa wazima, watu waliokufa moyo watarudi wakiwa na nguvu, watu walioshindwa watarudi wakiwa washindi, kwa sababu wamejua siri ya kwamba hii mlango imefunguliwa na Bwana, ni mlango ya kushindaniwa, ni mlango ya mabadiliko. Na kwa hivyo we cannot miss this, na hatutaweza kuwa sisi tunaingia kanisa ambaye haitakuwa ikingojea muda kama huu, maana we are missing fellowship with our God. Na kwa hivyo ni wakati mwingi hautakuwa ukituona, kwa sababu tutakuwa chini ya mwamba tukiomba ili Bwana atukumbuke. Bwana asifiwe. Paul alikuwa analilia akaweze masiku yake. Yeye kumbuka, alikuwa amefungwa kwa sababu ya Injili, lakini alikuwa anasema Bwana, ningeweza
kanisa ambaye haigojei kufunga na kuomba inapata majira yake. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo there is more. Wakati tunafunga, wakati tunainuliwa, wakati tunabarikiwa katika jina la Yesu. Ile ingine ya namba 5, tunaweza kuona Bwana akitutuzaa mara tena ribaa. Sisi tutakuwa ni watu ambaye tukiingia kwa maombi tunapokea kuzaliwa tena. Bwana asifiwe. Tunaweza kuwa tulikuwa castaway, tunaweza kuwa hata tulisahaulika, tunaweza kuwa hata haiwezekani tena tukasimama mara mbele, lakini God is going to reborn you again. Tutazaliwa mara tena. Na kwa hivyo ningetaka tusome katika kitabu cha Jona 3. My brother, tutatumia Jona 3 mstari wa 4 hadi 6. Maana Mungu anakuja kutukomboa. Bwana wetu atatukomboa kama taifa, kama watu, nyumba zetu zitakombolewa. Haleluya, mabwana zetu watakombolewa katika jina la Yesu. Tusomee katika kitabu cha Jona 3, tusomee 4 na 6 hadi 6. Haleluya. Amen. Katika kitabu cha Yona sura ya 3 aya yake ya 4. Biblia inasema ya kwamba Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku moja. Akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Habari ikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka katika kiti chake cha enzi, akavua vazi lake, akajivika nguo za magunia na kuketi katika majivu. Haleluya. Tunaona huo ni mji ulinenewa kwisha. Ni mji ulikuwa kama mimi ama kama wewe, ya kwamba mahali uliko ukiendelea hivyo utaishi. Mahali umesimama, kama hakuna jambo itatendeka, mwisho wako utafika. Maisha ulio nayo kama hayatabadilika, hauwezi ukaenenda vizuri. Na kwa hivyo Yona aliingia katika huu mji wa Ninawi, ulikuwa umejichanganya hadi ukafikia kalamu ya Mungu, na hakukuwa kitu kingine Mungu akisema amesema. Kuna mambo mengine yanatufuata, jengine yamekuja kwa sababu ya adui anataka kukuangusha na kukuboromosha, na wewe nguvu yako ni kidogo, hautaweza kujikimu, na usipopata nguvu nyingine mpya utaangamia. Na kwa hivyo sauti ikanena, ni siku 3 pekee 40 huu mji ukaweze kubomolewa. Lakini hawa watu walipolisikia ile sauti ya kushindwa, sijui kama kuna mtu anasikia sauti ya kusema, ya kuona maisha yangu, nguvu zangu haiwezi kanipeleka mahali ninaenda. Wakasikia ya kwamba ni kuisha wanaishi, wote wakabadilika, wakamtazama Mungu, wakatoa nguo zao, kiburi chao, wakatoa heshima zao, wakatoa unyonge wao, wakatoa watu wakasema nini, wakatoa kile watu wanasema wewe ni mjinga na mambo haya, wakaenda mbele zake Mungu, wakamwambia Bwana uturehemu, Mungu utusikie, Jehova usituangamishe. Tukitazama kama mahali tuko, kuna mambo mengi yananenwa na nchi yetu, lakini nataka kuprofesa ya kwamba katika wakati huu tuambie Mungu tumekuja juu ya taifa letu. Kama ulirejesha mji wa Ninawi, hata mji wa Kenya utaurejesha. Wakati huu Mungu tunataka tukitoka, mji wa Kenya hautakuwa kama miji ile ingine mara tena, katika jina la Yesu. Hawa watu wakajua ni Mungu peke yake
aliye na jawabu ya nchi ya Ninawi. Na sisi tunajua hata maishani mwetu na boma zetu na vile tunatembea, ni Mungu tu aliye na jawabu. Na wakamtazama Bwana, na walipomulilia Mungu ni mwaminifu, akarejesha nchi ya Ninawi. Bwana asifiwe. Nataka kuambia mtu ambaye alikuwa mwisho, hata ilikuwa imetanga, haleluya, ni muda tu ukaangamia. Ni muda tu watoto wako wasambaratike. Ni muda tu wewe hautaitanishwa na sisi. Ni muda tu wewe hakuna mahali unaenda. Ninataka nikupatie good news ya kwamba katika maombi haya Bwana anakurejesha. Mungu anarejesha Ninawi. Bwana anarudisha mifugo ya Ninawi. Mungu anarudisha watoto wa Ninawi. Bwana anarudisha kila sehemu ya Ninawi, kwa sababu mliomba. Mungu atawasikia na Bwana atawabariki. Kwa hivyo wakati tunaomba, tuna mambo tunangojea kwa Bwana, kwa sababu tutarejeshwa sisi na tutarejeshwa familia zetu katika jina la Yesu. Na kwa hivyo ni wakati ulio na utajiri mkubwa, ni wakati wa Kristo, ni wakati wa roho iliyomtegemea Bwana kuenenda mbele zake na kumuita, na Bwana atakurejesha. Haijalishi watu walisema nini, haijalishi kulikuwa kumepangwa nini, haijalishi mlikafakadhabisha Mungu na mwanadamu. You are not, wewe ni wiki, ndio unaweza ukamdomesha Mungu. Njia zako zinaweza zikawa si njia zinapendeza Mungu. Hii ni Ninawi, haikukasirisha mtu, lakini ilikasirisha Mungu. Unapotazama kuna mambo yanaweza yakakasirisha Mungu. Kuna kupenda kwako Bwana alikataa. Kuna mambo alitazama yakawa kizingiti kikubwa kati yako, yakakata muungano na mshikamano wako na Bwana. Bwana asifiwe. Mungu akajiuliza, ni kitu gani ambayo nilikuwa nikupatie ambaye sikukupatia? Ni kazi gani nilikuwa nifanye ndani yako ambaye sikufanya? But I want to tell you, nikupatie good news ya kwamba omba, ita Mungu katika all secret place. Mwambie Bwana, mimi ninajua wewe ni Mungu wa urejesho. Tazama moyo wako, tazama moyo wako, nione vile nilivyo, nirejeshe na kusini. Mungu ataurejesha mji wa Ninawi. Atarejesha mji wa nafsi yako, atarejesha mji wa ukoo wako, atarejesha mji wa nafsi wa utukufu wako, na utaonekana kama mji uliobarikiwa, mji wa Ninawi. Tukimalizia, ningetaka tuone ya kwamba Mungu kuwa na direct communication na wewe unayoanza kumuomba. Haleluya. Hiyo ni kumaanisha nini? Mungu anakaa mahali kando akusikie, anakaa mahali muongee, anakaa mahali useme kile kinachokuna, anakaa mahali akujibu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tunaomba, sio kelele tunapiga, sio wimbo tunaimba. Mungu anatusikia. Bwana anasikia matendo yako, na juu ya hayo anaona yale unatembelea, anaona vile ulivyo. Tazama, unaponenea Mungu akiwa anakuona kama mimi, anaona vidonda vyako, anaona kushindwa kwako, anaona kilio chako. Mungu anakuona na yu tayari kukujibu. Bwana asifiwe. Because it's a conversation yako na Mungu wako, na atakujibu kwa sababu anakupenda na unamwamini. Ukija mbele zake, jua anakusikia. Tasikia. Mungu anakusikia, anakuona, na wewe ukae hapo usikie majibu yake. Bwana asifiwe. Twende katika kitabu cha Wafalme wa Pili 19. Nikitaka unisomee mstari wa 14 na 16. Kitabu cha Wafalme wa Pili, uingie mstari au uingie katika mlango wa 19.
14 and 16. Tusikie vile Bwana anasema. Kitabu ni Wafalme wa Pili 19 verse 14 up to 16. Amen. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili sura yake ya 19 mstari wa 14. Inasema ya kwamba basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe, akausoma. Kisha Hezekia akapanda akaingia katika nyumba ya Bwana, akaukujua mbele za Bwana. Naye Hezekia akaomba mbele za Bwana akasema, Bwana Mungu wa Israeli, ukae juu ya makerubi, wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiye uliyeziumba mbingu na nchi. Tega sikio lako, Bwana, uisikie. Fumbua macho yako, Bwana, uone. Uyasikie maneno ya Senakeribu ambayo amewatuma watu aje nayo ili kumtukana Mungu aliye hai. Haleluya. Huyu ni Hezekia. Hezekia aliinukiwa na Hezekia akapigwa vita. Na tunajua wengi tunaenenda mahali tunainukiwa na mambo yanakuwa mazito sana. Na kwa hivyo wakati aliangalia na kuona uzito wa maneno haya yakazidi, kwa sababu aliandikiwa hata waraka. Bwana asifiwe. Waraka ulikuwa ni wa kutukana hata Mungu wake. Waraka ulipomwaibisha, waraka ulioaibisha watu wake na nyumba yake na ufalme wake, waraka uliotembea kwa aibu kuaibisha Mungu wake. Na kwa hivyo Hezekia alipotazama na kutoona ile hali alivyo, yeye mwenyewe alimgeukia Mungu, kwa sababu alijua na siri ya kwamba wote wanaweza kuniinukia, hata wanaweza kushinda, lakini hawezi wakashinda Mungu. Bwana asifiwe. Na tunamwona Hezekia alipoenda mbele za Mungu, alimwambia Bwana wa mbinguni, wewe ulioishi, mimi ninajua unaona, na mimi ninajua unanisikia. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Hezekia alitaka na alikusudia kunena na Mungu moja kwa moja. Alijua ya kwamba Mungu kunena na wewe, hukusikia na hukujibu. Alitaka katika sehemu hii ya kuelewa huyu Mungu ninaye si Mungu, huyu Mungu ninaye si haja kufa, huyu ni Mungu ambaye ananena. Na ndiposa Paulo alisema, ninaomba Mungu awajaze na hekima ya kuelewa ya nguvu na uzito wa wema wa Mungu. Bwana asifiwe. Ninataka tukaweze kuelewa kanisani ya kwamba hata kama pasta atanyamaza, Mungu hunena. Na akamwambia Mungu, ninajua unanena, unaona na unasikia. Nitazame Bwana wangu, nitazame. Mimi nimeaibishwa na nimedhihakiwa, na hata nimetumiwa barua ya kudhihaki mimi na kukudhihaki wewe kama Mungu wangu. Bwana asifiwe. Alikaa kwenye hekalu. Haleluya. Na Mungu anatenda. Ninakumbuka siku moja, mchungaji mmoja tulienda katika madhabahu, tukatumia ili neno. Mchungaji alikuwa amedhihakiwa na mambo makubwa na document na waraka, tukaziweka hapa kwenye hii madhabahu. Kaambia Mungu, ona, si unaona vile wamefanya. Bwana, tenda jambo. Na hakika alitenda jambo. Bwana asifiwe. Naye Hezekia alienda dhihaka zote hizo, akaziwachilia, akazitangaza mbele ya hekalu. Akamwambia Bwana, tazama, haya ndiyo maneno yao. Mungu hakuwa anaongea, lakini anatazama na anasikia Hezekia. Wakati huu tutakuwa na watu ambaye
tazama, hii ndio maneno yale wananiambia, hivi ndio hapa ndio wameniweka, hivi ndivyo nilivyo, huu ndio ushuhuda wa vile nilivyo. Haleluya! Mungu angalia, tazama, ninajua unaona. Na Hezekia akaambia Bwana, ninajua unaona. Akatangaza barua zote, akamwambia hizi ndio dhihaka waliokudhihaki mbele sana, nataka Bwana unipiganie. Haleluya! Twende katika mstari wa 28 hadi 33 68. Haleluya! Tuone Mungu bila anikie. Nimekwambia hapa, Bwana anasikia na Mungu anajibu, na hata siku ya leo God is going to answer. Na kama alimjibu Hezekia, hata wewe atakujibu. Alisema mstari wa 28 akasema nini? Kwa sababu ya kughadhabikia kwako na kwa sababu ya kutakabari kwako. Haleluya! Wewe ulikadhabika, na hiyo kadhabu ulikadhabika, na mimi nikakuona ukiwa mbele zangu, na kwa sababu ulikadhabika mbele zangu, kumefika masikioni mwangu. Ninataka mmoja aelewe siku ya leo, kile chochote utalilia Mungu kwa kukadhabika. Haleluya! Mungu anakuambia ninasikia. Endelee. Kwa sababu hiyo nitatia kurabu yangu puani mwako na tamu yangu midomoni mwako, nami nitakurudisha nyuma kwa njia ile ile uliyoijia. Haleluya! Na kwako wewe hii ndiyo dalili, mwaka huu mtakula vitu viotavyo vyenyewe. Hebu simamia hapo. Bwana anasema ya kwamba kwa sababu umekadhabika, haleluya, mbele zangu, na mimi nikaona kilio chako na nikasikia sauti ya kilio chako. Sasa kutoka siku ya leo nina kitu ninaweka ndani yako, ukoo ninaweka ndani yako, ya kinywa chako ninaiweka, na nitakurejesha. Hebu tazama, mtu aliyekuwa ametengwa, mtu aliyekuwa amewachiliwa, sasa Bwana anasema mimi nitakushika mkono na nitakurejesha hadi mahali palipokuwa pana. Bwana asifiwe. Haleluya! Hebu tuende mbele. Na kwako hii ndiyo dalili, mwaka huu mtakula vitu viotavyo vyenyewe. Hebu sikia, kuna dalili Mungu anataka kuonyesha. Kuna vitu ambaye wewe hukupanda, hazikupandwa na mtu. Haleluya! Kuna mahali hukuitana, kuna mtu hukujua, kile anakuja kukubariki. Haleluya! Kuna mambo hukupanda, hukuyajua, na hiyo ndio utakula. Hiyo ndio dalili ya kwanza. Kuna vitu vitafanyika kwetu ambaye hatukuwa tumeomba, ambaye hatukuwa tumetarajia, lakini sio ati ndio kile Mungu alikusudia. Hiyo ni dalili ya kukuonyesha ya kwamba amkame. Bwana asifiwe. Ya pili, mwaka huu mtakula vitu viotavyo vyenyewe, na mwaka wa pili mtakula mazao ya vitu hivyo, na mwaka wa tatu pandeni mbegu, kavuneni, mkapande mashamba ya mizabibu, mkale matunda yake. Haleluya! Bwana asifiwe. Mungu anasema hizo vitu viotavyo vyenyewe wewe mwenyewe ndio utakula, kama dalili ya kukuonyesha kwamba nimekuja kukubariki na nilikusikia ulipolia. Na anakwambia huu ndio mwaka wa kwanza, majira ya kwanza, majira hii ya kwanza, wakati ulifungua mdomo wako na kumuita Bwana, anawachilia vitu viotavyo vyenyewe, mambo yajifanyayo yenyewe, baraka zikujavyo zenyewe. Kuna vitu vitajileta vyenyewe, hata hujui zililetwa na vya nani. Bwana asifiwe. Mungu alafu anasema kuna hizo vitu unakula. Bwana anasema mwaka wa pili uzipande mbegu zake, na
atavuna mavuno yake. Huyu ni mtu ambaye Bwana anabariki hata vita yako, anakubariki leo, anakubariki kesho, na anakubariki uendapo, anabariki kizazi chako cha leo, kizazi kikujako na kizazi kilicho kingine, kwa sababu uliomba leo, kwa sababu ulimlilia leo, kwa sababu ulijiweka wazi mbele yake leo. Kwa sababu kuna wakati tunajiweka wazi, kuna wakati tunafika mahali tunaweka wazi mbele za Mungu, tunaenda wazi mbele za Bwana. Haleluya! Wakati mwingi ni wakati watu wanakosa Bwana, kwa sababu Mungu anapokuangalia katika maneno unaponena hakuone, because you are not clear. Wewe hauko wazi mbele za Bwana. Haleluya! Bwana asifiwe. Kwa sababu watu wengi hata tunapomsikia maneno ya Hezekia hata kabla ya kuomba anaenda kando, anajitakaza, anaenda sehemu ya kando, anajitakaza, ili anaponena Mungu anamuona moja kwa moja. Na kwa hivyo hizi ni baraka tunapobarikiwa. Wakati huu tunaomba, surprise kujua ya kwamba unapoomba kuna vitu vimeanza kubarikiwa, umeanza kupokea. Kuna vitu utapokea as you pray, na kuna vitu utapokea baada ya kuacha kuomba, na kuna vitu utapokea kwa sababu uliomba. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kuna kifunguo kikubwa. Endelea kidogo. Na mabaki yaliyookoka ya nyumba ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzaa matunda juu. Haleluya! Kuna mapigo ulipigwa katika hii shida. Haleluya! Mambo mengi yalivunjika, ulisambaratika, lakini Bwana anasema hayo makovu ni mabaki. Haleluya! Hayo makovu yaliyobaki yatakuwa na yatapata mizizi na yatachipuka tena. Bwana asifiwe. Huyu ni Mungu anayekurejesha wholesomely. Huyu ni Mungu anayekubariki katika kila njia ya maisha yako, kwa sababu ulijua wakati wa kuomba ni wakati muhimu ndani ya maisha yako, katika jina la Yesu. Tumalizie hapo. Maana mabaki ya Yuda yatatia mizizi chini na kuzaa matunda juu. Maana mabaki yatatoka katika Yerusalemu, na wao watakaokoka katika mlima wa Sayuni, wivu wa Bwana utatimiza jambo hilo. Basi Bwana asema hivi katika habari za mfalme wa Ashuru, yeye hatauingia mji huu, wala hatapiga mshale hapa, wala hatakuja mbele yake kwa ngao, wala hatajenga boma juu yake. Njia ile ile aliyoijia, kwa njia hiyo hiyo atarudi zake, wala hataingia ndani ya mji huu, asema Bwana. Bwana, nitaulinda mji huu, niokoe kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Ikawa usiku huo huo malaika wa Bwana alitoka akaingia kituo cha Waashuri, akawapiga watu 185,000. Na watu walipoondoka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote pia. Basi Senakeribu mfalme wa Ashuru akaondoka akaenda zake, akarudi akakaa Ninawi. Ikawa alipokuwa akiabudu nyumbani mwa Naskori mungu wake, Adamaleki na Shereza wakampiga kwa upanga, wakaikimbilia nchi ya Arabati. Hapo ni nzuri. Haleluya. Mungu akubariki my brother. Biblia inasema ya kwamba hata waliokudhihaki, hata waliosimamisha nguvu zao mbele zako, hata waliokuweka majeraha, hata wale waliokuumiza, Bwana anasema ya kwamba nitawarejesha. Walipoingia katika milango yako, nitawaondoa na nitawatoa. Bwana asifiwe. Na baraka zangu hazitawafikia, na nitawalaani mahali walipo. Wale waliokutukana mimi nitawalaani. Mungu ndio atakuondoshea adui, na kamwe malaika atakuwa akilinda baraka, akilinda boma yako ama hema yako, maisha yako yote. Mungu anakutangazia baraka ya milele, akiondoa uovu wote, na akiondoa wanayekudhihaki, na akikusimamisha katika hali ya baraka. Kwa hivyo tunaona Mungu mwenye ushindi,
Mungu atakufanya usahau kilio chako tena. Mungu atakayefanya usahau mapigo yako tena. Mungu ambaye atakulinda na hakuna mshale hata moja wa ushindi atawachilia kwa adui yako. Hiyo mishale walikuwa wanarusha usiku, Bwana hakuna mshale ataruhusu wa kupatikana kutoka hema zao. Mungu atafunga nguvu zao. Bwana atafunga baraka zao. Mungu atawang'oa baraka zao, kwa sababu anakulinda na anakupenda. Kwa hivyo nilikuwa nataka tuone ya kwamba katika maombi tumepokea chochote Bwana aliyotuagizia. Kuna baraka, kuna matunda mengi, kuna kubarikiwa kwingi, na ninajua ya kwamba hatuwezi kuomba Mungu katika hali hii tukarudi tukiwa wagonjwa. Haleluya! Hatutarudi kama watu waliotengwa, hatutamalizia kama watu walio na shida. Sisi Mungu atatubariki, na kwa hivyo ni siku njema, ni nafasi njema tutakapobarikiwa na Mungu. Tunamwona Hezekia akiwekea Mungu waraka wote, Mungu aone dhihaka zake katika jina la Yesu. Tunamuona tunaona vile ya kwamba Hana alienda mbele za Bwana akiwa amevunjika kila pieces, broken pieces, akaenda nazo mbele za Mungu na Mungu akamrejesha. Na najua hata wewe utaregeshwa, hata mimi nitaregeshwa, kwa sababu Bwana Yesu alituonyesha kuomba. Yesu alituambia ombi peke yake ndio itawatoa kwenye majaribu, ndio itawafunika na baraka zako. Pengine ni watoto wako, kama vile Ayubu alimwambia Mungu, una mshale utarusha mbele wa wokovu, ukalinde watoto wako. Na kwa hivyo ningetaka tusimame. Sijui kama utasimama kama Hezekia, sijui kama utasimama kama Hana. Ninajua Penina hataki unyamaze, kila wakati anakudhihaki wewe. Sisi tunaona lakini hatuelewi, wewe ndio unajua. Moyo wako umevunjika katika jina la Yesu. Ninataka tuenende mbele za Bwana. Sijui kama utaenda kama mji wa Ninawi, ya kwamba mahali umefika kama hakuna jambo utaisha, lakini anakuambia simama mahali uliko ukaweza kupata ukombozi wangu. Na kwa hivyo ningetaka tumunenee Bwana, ningetaka tufungue moyo yetu. Enda kama Hana, enda mbele za Bwana kama Hezekia. Enenda ukamwambia Bwana, nataka unisikie, kwa sababu najua unasikia, na ninajua hautakuwa vile tena. Bwana wetu atakubariki katika jina la Yesu. Na tukiwa tunaomba, ninajua kuna watu ambao wamevunjika, watu waliopisi, kuna mambo iliyokupiga, umetafuta kazi haipatikani, magonjwa haiishi, unalia kwa sababu ya jamii. Ningetaka Hana moja akuje hapa, ningetaka ajue na amini pamoja nami ya kwamba siku ya leo Bwana atamrejesha, atazirejesha kama baraka zake, ataitwa mama aliyobarikiwa. Ninajua kuna Hezekia ambaye anaweza onyesha Bwana, hivi ndivyo maisha yangu yalivyo, hiki ndio kilio changu. Mungu anakuambia kama vile aliyemwambia Hezekia, wewe ulipobubujika mbele yangu nilikusikia. Ni nani huyo anataka jibu la Bwana? Kuja hapa kama wewe unahisi ya kwamba nimekaa muda, ninahitaji Mungu atende jambo, ninahitaji muujiza. Hivi ndivyo nimesoma Baba, mimi nimesoma, mimi nina tabia nzuri, mimi Bwana ninajua unabariki. Hivi ndivyo nilivyo na ninajua unaniona. Nataka Hezekia moja akuje hapa tuamini pamoja naye. Haleluya, katika jina la Yesu. Nataka tuje tuambie Bwana ya kwamba tunakungoja ili utubariki. Wengine ni familia zao, nataka ukuje hapa kama yako ya Ayubu, ili Mungu abariki familia zako, ili Mungu afungulie watoto wako mlango katika jina la Yesu. Naweza kuwa ninanena, lakini yule mwenye atakunenea atakubariki ni Bwana. Yona alikuwa ni kupasa sauti katika mji wa Ninawi. Ninawi, sikizeni Bwana, mimi ninakuita kama Ninawi. Ninaweza kuwa sina uwezo mimi, lakini kuna Mungu wa
walipomrejelea Bwana, Mungu wetu akawabariki. Ningetaka tuwe na watuko na wakuchungaji wanayetuaminia, wamepewa nguvu na mamlaka na Bwana, wataombana pamoja na wewe, na ninajua utakuwa mshuhuda after this prayer ya kwamba Bwana alibariki maisha yako, Mungu alinirejesha katika jina la Yesu. Sijui uko pale, wewe ni mtoto, wewe ni mama, wewe ni bwana, unasikia ya kwamba mimi niko kama Hezekia, mimi niko kama Hana, mimi niko kama Ayubu, mimi nimesimama kama Yesu. Nataka Bwana unionekanie ninapoenenda katika kazi yangu, ninapoenenda katika kuoneka kwako, ninapoenenda katika boma yangu, ukaweze kunipatia hekima. Sijui ni wangapi wangetaka Bwana awapatie hekima. Haleluya. Kuja hapa kama wewe mmoja kama hao. Haleluya. Tunapakapo mwita Mungu, ninajua ya kwamba atakubariki katika jina la Yesu. Haleluya. Ni nafasi yako, ni wakati wako. Hawa Wanenawi walitoa nguo zao, wakavaa magunia, kuonekana submissive, wakaenda mbele za Mungu. Ukijua ni nani anakuita, utaenenda mbele zake katika jina la Yesu. Haleluya. In the name of Jesus. Ningetaka nimuite pastor akimalizia hiyo maombi ili aweze kutumalizia, na najua kwamba Mungu atakubariki. Nataka ufungue moyo wako.